Basi imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo. Ni mapenzi ya Mungu injili Yesu Kristo abiria mahali hapa. Mungu aliyeumba mbingu kaziumba hata nchi. Abraham, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako mahali hapa. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kuna kazi ambayo Yesu alipewa na Mungu aifanye duniani. Kuna kazi ambayo Yesu Kristo alipewa na Mungu aifanye duniani. Na siku ya mwisho kabisa kila mwanadamu atasimama. Wewe utasimama, mimi nitasimama mbele za Mungu. Alafu ile kazi Yesu Kristo aliyokufanyia itachunguzwa kwa moyo wako na moyo wangu kwa vitabu vya matendo na utalipwa. Uko tayari? Kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia, je, iko ndani ya moyo wako? Ama unaishi tu? Unaishi maisha yako tu? Maisha si yako. Kuna yule aliyepatia hiyo pumzi na utatoa hesabu, nitatoa hesabu. Mungu anataka accountability. Accountability. We are accountable for our souls. You are accountable for your soul. Wewe usiishi tu maisha machafu, unalala na wanaume, unalala na wanawake, unaangalia pornografia na unafikiria you are not accountable. You are accountable for your soul and for your sins. Kuna siku inakuja utaamini. Mungu anataka ufanye maandalizi, ufanye preparation ya nafsi yako. Yesu alipewa kazi aifanye. Ni kazi gani? Mathayo 1:21. Yeah, Matthew chapter 1 verse 21. Naye atamzaa mwana, Mariamu atamzaa mwana, utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka dhambi zao. Naye atamzaa mwana, Mariamu atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Utamwita jina lake Yesu. Hii ndio kazi amepewa. Hii ndio kazi amepewa, kwa maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka dhambi zao. Yesu alipewa kazi. Yesu aliacha mbingu akaja duniani kuniokoa mimi kutoka kwa dhambi zangu, kukuokoa wewe kutoka kwa dhambi zako. Jina Yesu inamaanisha mkombozi. Jina Jesus inamaanisha savior. Ina maana savior akizaliwa, ina maana kuna sinners. Kuna sinners wamepotea. Mahubiri ya kwanza, angalia. Mahubiri ya kwanza Yesu kuhubiri ni kwa repentance. Yesu akianza kuhubiri injili, amepewa kazi akuokoe, aniokoe kutoka kwa dhambi. Yesu akianza kuhubiri, alianza kuhubiri repentance. Repentance inamaanisha watu wageuke kutoka kwa njia zao mbaya, wamwamini Yesu, dhambi zao zioshwe, waishi maisha matakatifu after that. Waishi maisha matakatifu after that. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Yesu akianza kuhubiri alisema watu watubu. Yesu akianza kuhubiri alisema watu watubu. Ukienda kanisani unataka kusikia nini? Benye utabarikiwa ukiwa kwa dhambi, ukiwa kwa uzinzi, ukiwa kwa ulevi. Ubarikiwa ukiwa kwa ulevi, hakuna baraka. Hata upewe Prado, hata upewe Prado sahi na uko kwa ulevi, ukifa Prado wewe ni nani? Utaingia jana, utachomeka milele. Itakusaidia nini? Ukienda kanisani unaenda kusikia nini? Ukisikia wahubiri, ni nini huwa ina trigger moyo wako utake kusikia? Wataka unabii?
Si vibaya, lakini jichunguze kwanza. Sermon ya kwanza Yesu akihubiri mahubiri ya kwanza yalikuwa ni toba. So kama kuna kitu ambacho unafaa usikie zaidi ni kutubu dhambi kwanza. Mathayo 4:17, tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huwezi ingia ufalme wa mbinguni kama bado uko na nia ya kuendelea kutenda dhambi. Kutubu ni kuchange mind, kuchange heart na kuchange deeds kupitia neno la Bwana. Umekuwa mwizi, kutubu ni kuacha kwa Yesu wa Mungu. Kutubu ni kukiri na kuacha. Umekuwa ukiangalia pornografia, kutubu ni kuacha kuzifuta kwa simu yako. Hiyo ndio kutubu. Umekuwa ukiiba bibi za wenyewe, umekuwa ukilala na bwana za wewe nani? Umekuwa ukilala na bibi za wenyewe na bwana za wenyewe. Kutubu ni kuacha. Herode akianza kuhubiri toba, Yohana akihubiri toba alimwambia Herode amwache mke wa ndugu yake Filipo. Herode alihubiri toba, Yohana alimhubiria Herode toba. Yohana alimhubiria Herode toba akimwambia muache bibi ya wenyewe. Wewe bado umemshikilia na unahitaji uende. Unafikiria ukifa utaenda mbinguni? Haiwezekani. Hakuna mbingu ya washerati. Hakuna mbingu ya washerati. Yohana alihubiri toba, lazima ugeuke. Na kama uwezi kweli, so inafaa unahitaji umrudie Mungu. Utumie magoti. Magoti ni ya kuwekwa chini na kumpa Mungu tukufu. Mwambie Mungu, nibadilishe. Mungu nisaidie. Mungu, siwezi jibadilisha, lakini nashukuru kunaye ambaye anaweza kunibadilisha. Mungu anaweza kubadilisha. Lakini kama unataka matamanio tu kuendelea kuzini, Mungu atakuacha, atakupeana kwa tamaa zako. Na utazini kama mbwa. Utazini kama mbwa. Hautatosheka, kwa sababu Mungu akikuacha, Mungu anakuacha kweli. Wako watu ambao Mungu aliwaacha kwa maandiko. Akawaacha wakafuata tamaa zao, na watu wanakuwa baya zaidi. Yesu alihubiri toba. Kutubu ni nini? Ezekieli. Kutubu ni nini? Iko kwa maandiko tu, Ezekieli 18. Hii ndio toba. Watu wengi wanapenda kusema nimetubu. Lakini kama toba yako na yangu haifanani na hii ya Biblia, hiyo si toba. Hii ndio toba. Mungu ameandika kwa Ezekieli 18:30. Toba inafanana hivi na iko hivi. Kwa hiyo nyumba ya Israeli nitawahukumu kila mmoja sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Kutubu ni nini? Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Kutubu ni kugeuka kwa makosa yako yote. Mama, umekuwa ukimtesa maid, ukimnyanyasa. Kile kifika mwisho wa mwezi unaleta story, unamlipa mshahara nusu. Mungu anakuangalia. Mungu anakuambia tubu mama wewe. Tubu kabla Mungu hajakuweka jehanamu. Mungu hapendi dhambi. Mungu abagain kuhusiana na dhambi. Mungu anachoma watu ambao wanazitenda na watu ambao wako nazo na hawajamwamini Yesu Kristo. Mungu acheki na dhambi. Yesu anakuambia usitubu. Mungu anakuambia usitubu. Mitume walihubiri toba. Watu wageuke kwa njia zao mbaya. Mungu hapendi njia mbaya. Mungu hawezi kukaa na mtu ambaye ni kisirani. Umekuwa kisirani duniani, ukienda mbinguni nini inakuonyesha kwamba utaweza kukaa huko vizuri? Haiwezekani. Kama duniani uko indiscipline, kama hapa duniani uko indiscipline, mbinguni pia utakuwa indiscipline. Kama utatubu hapa duniani, maisha yako yataingia jehanamu. Mungu haipendi dhambi. Mungu hataki dhambi. Mungu hajawahi kuwa na ushirika na dhambi. Anaichukia kwa ukamilifu. Ndio maana amekasiwa la moto. Yesu akihubiri alihubiri toba. Mungu anamsigu, anakuambia geuka kwa njia mbaya. Jinyenyekeze kwa Bwana. Hakuna mwanadamu anaweza kujibadilisha, lakini kuna Mungu ambaye anaweza kubadilisha, na hiyo ndio hukumu. Asema Mungu singeweza kujibadilisha.
Hakuna mchungaji, hakuna mwinjilisti wa kweli, hakuna mchungaji yote wa kweli amewahi kujibadilisha, ama Mkristo wa kweli aliyeokoka kweli aliwahi kujibadilisha. Walisarenda, walikubaliana na hukumu za Mungu, hawakutaka dhambi. Mungu akasikia, Mungu kutoka mbinguni, Mungu akawapatia repentance na akawapatia faith na akawapatia salvation, wakabadilishwa, wakawa transform, wakawa wanafanana na the image of God. Kwa nini? God ameintervene. Unampatia Mungu nafasi, unampatia Mungu nafasi, space. God intervene na maisha yako. Kama unapenda pombe, umtaki Mungu, Mungu anakupeana kwa pombe. Anasema katika Romans, anasema he gave them up. Mungu aliwapeana. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Kwa sababu kuna kitu unapenda na Mungu hapendi, na lazima ukichukie, Mungu aanze kazi yake. Yesu akihubiri Injili anahubiri toba. First sermon ya Yesu Kristo ilikuwa repentance. Na hii ndio inamaanisha, hii ndio maana ya toba. Ezekieli 18:30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Kutubu ni nini? Geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi itakuwa anguko lenu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote. Na inaanza vipi? Inaanza na conviction. Inaanza na revelation of your sins. Yani ufunuo kwa dhambi zako. Alafu Mungu anakupatia godly sorrow. Godly sorrow ni huzuni ya kiungu. Godly sorrow ndio inakupatia repentance. Godly sorrow ni huzuni, ni regrets kwa moyo kwa yale ambayo umeyafanya. Unaanza kuchukia yale umeyafanya, na ukiyachukia unageuzwa kutoka kwa hayo. Alafu Mungu anakupatia imani kutoka mbinguni, faith of Christ, inakuokoa. Amina, amina. Amina. Inakuokoa. Yesu alitolewa John 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu ametolewa na uzima wa milele. Mungu anakuambia geuka kwa njia zako mbaya. Kiri dhambi zako mbele za Mungu. Mwite Mungu siku wa leo. Chochote kinaweza fanyika, Mungu anabadilisha. Venye anabadilisha jua kuja giza, anabadilisha pia giza kuja mwangaza. Patie Mungu maisha yako. Usichosheke kuishi maisha maovu. Kuna siku ya kulipa hayo maovu umefanya.